Moja kati ya tukio ambalo limechukua nafasi la kushangaza kidogo nilifanya juzi na mama ambao wanalalamika kwamba walipokea mwaliko wakizani ya kwamba wanakwenda kushikwa mkono, yani kusaidiwa, lakini walichokutana nacho huko imekuwa ni tofauti. Kufika huko nakuta nyimbo ambazo zipo za imani nyingine kama ni tofauti na vile ambavyo waliambiwa, lakini pia hata pia waliletewa futari ya ambayo ina nyama ambao wao kwa upande wao hawaielewi ni nyama ya nini. Sheikh Mbogo, nadhani huu mkasa mzima unauelewa. Kwanza ili tukio mimi nimelipata kabla hajaanza kuingia kwenye vyombo vya habari, kwa sababu hapa katikati kuna sehemu pia sisi wahadhiri mara nyingi kuna wahadhiri wenzetu ambao pia nao wana uwezo huwa kila mwaka wanafanya kufutarisha, na ile kukutana kufutari kwanza kuna faida kubwa. Kwanza inawezekana katika mizunguko ya mwaka mzima huenda wengine hatukutane, lakini katika futari pale tunakutana wahadhiri wengi, na hili pia linafurahisha sana kwa sababu mnabadilishana mawazo. Inawezekana kwa muda, kwa sababu huwa tunatawanyika, kwa mnapokutana pia mnabadilishana mawazo, kupeana mambo fulani, kushauriana baadhi ya mambo mnapokuwa mmekutana. Kwa hiyo hata hii kufutarilisha pia ni sehemu katika dawa, na ndio maana kuna baadhi ya watu wanalaumu kwamba leo mtu akifuturisha akiwaita wasiokuwa Waislamu, tunakwambia kwa nini uwaite wasiokuwa Waislamu? Huwa anakuwa hajielewi, kwa sababu ile kufuturisha pia ni kuonyesha ule kwanza namna ya ukaribu, kuamiliana na watu, haijazuiwa katika Uislamu. Kwa hiyo hata kama leo ni miongoni mwa waliofunga, na hata ukija ambao si Waislamu, kwamba ukiwalisha sio haramu, na pia mafundisho ya Uislamu hayajazuia hilo. Kwa hiyo pia inawezekana kwamba wale watu wanapokuja kufuturu pale pia ni sehemu ya kuwalingania, wanajua Uislamu kumbe nilivyokuwa na udhani ni tofauti na ulivyo. Sababu kuna baadhi ya watu washai kuja kuhudhuria katika futari mbalimbali, wasema mimi nilikuwa naelewa tofauti, labda Uislamu wana tofauti fulani, lakini mbona nimekuja tumekaa pamoja tunakula na hakuna tofauti yoyote. Kwa hiyo hii pia ni changamoto ambazo watu wanashindwa kuelewa. Sasa tukio hili la ambalo hawa kina mama walialikwa, mimi nilichokiona pale, kwa sababu nilihadisia ile tukio na ndugu yangu Bakonzi, alinihadisia na alivyonieleza, na mimi alinishauri, bwana tunataka tuitishe waandishi wa habari. Mimi nikamwambia ni jambo muhimu sana, kwa sababu hawa watu ambao waliwaita waliwagharibu yani walitumia uongo, walitumia kuwatapeli watu ili wajaze mkutano wao. Huenda hawa tukahisi hawa watakuwa pia ni wapigaji, kwa sababu wanapokuwa wanafanya mikutano hiyo huwa inarekodiwa, na mtu huenda labda anapeleka kumbukumbu kwa wale waliomtuma afanye kazi hiyo. Bwana, unaona nimekusanya kundi la Waislamu, tumejaza umma, umeona shungi ziko pale. Kwa sababu wakina mama wa Kiislamu wanakuwa watakavyokuja watakuwa tofauti na wengine. Uwezo ukawakuta na vimini, utawakuta wamejistiri, wamevaa mabaibui, nikabu zile, kwa hiyo wataonekana. Kwa hiyo mtu kama yule, mkutano kama ule akipeleka nje kwamba unaona mimi mkutano wangu una ushawishi mpaka Waislamu wamehudhuria, maana yake kama ni mtu wa kupiga pesa anaenda kupiga pesa nje. Kwa hiyo wale watu wametapeliwa, baada ya kuja wakaambiwa kwamba mkutano huu ni mkutano wa kiserikali wala hauhusiani na chama, kwa hiyo ni yoyote anaruhusiwa kuja, lakini walivyofika wamekuta mazingira mengine. Kwa mazingira waliyoyakuta sasa, wakuta mtu anahubiri neno la Mungu, lakini pia hakujali kwamba kuna watu ambao wana tofauti wa kiimani, angalie ujumbe wafikishe. Si kosa kwamba hata mimi nikialikwa mfano mkutano wa Kristo, hata kama siendi kusema, mimi naenda. Siko aliko tu ujue kama unaenda kwa nini, maudhui ya mkutano unayokwenda kuhudhuria ni wa aina gani. Kwa hiyo si kosa kualika, lakini ni kosa kwa sababu wametapeliwa. Kwa mfano ingekuwa labda wana semina, lakini semina hiyo ina mambo ambayo yanahusiana pia na mambo ya kijamii, wakaona kwamba na Waislamu nao waalikwe, ilikuwa ni jambo jema, wangefikisha ule ujumbe wao kisha wamtangaze imani yao. Si kosa, si imani yao, kwa sababu katiba inawaruhusu. Lakini wao wakaenda kwenye maombi tu ya kukemea na nini, na mbaya zaidi ni kwamba hawakuzingatia kwamba hao waliowaita Waislamu kwamba itakiwa afikishiwe vipi ujumbe. Kwa sababu hata leo mimi naweza nikaandaa mkutano, katika mkutano wangu nikawaalika na wasio kwa Waislamu, lakini nitazingatia pia kile ninachowafikishia kio kinaendana na wale nao wafikishia. Labda kuna kama hapo walitumia kwamba ni mkutano wa kiserikali, sio yani mkutano wa kiserikali sio wa kichama, maana mtu yoyote pia ingezingatia kwamba wao watu niliowaalika basi kuna ujumbe, huenda kama kuna ujumbe maalum, labda kuna kwa sababu pia kuna tahadhari za maradhi. Tumeambiwa pia hata ya maradhi ya corona kwa sasa bado dalili maradhi bado yapo, kuna vitu ambavyo labda viashiria. Kwa hiyo ukivitangaza pale utakuwa umeisaidia jamii, kwa hiyo umefikisha neno la Mungu, lakini pia jamii umeisaidia, si kosa. Lakini sasa hao wametumia utapeli
ili waweze kuwaambia waliowatuma kwamba tumekusanya mpaka kundi la Waislamu. Na haya ni mambo ambayo yanafanyika kwa ajili ya kuwatapeli watu ili mtu aweze kupata pesa kwa njia hiyo. Kwa hiyo hii ndiyo sababu ambayo tumeona kwamba kuna umuhimu pia wa kuongea na vyombo vya habari, kwa sababu wale watu kama wamelenga sasa kuwatapeli watu kwa njia ya dini, yale ni makosa, kwa sababu kesho na kesho kutwa wakija kialikwa watu wengine hawezi kwenda, wanajua ndio wale wale. Kwa hiyo pia wamekosea. Lakini hata tahadhari tuwape akina mama wa Kiislamu pia, wanapoalikwa wawe wanajua wanachopelekewa kule maudhui ni nini, kwa sababu hata mimi nikialikwa nijue mkutano unazungumzia. Kama walialikwa walisema kwamba wataenda kushikwa mkono, imesha kwamba kuna kitu waliahidiwa wataenda kupata. Sasa kama kushikwa mkono, maana yake walijua labda kuna mgao, pesa, labda ni pesa, na ndio maana wakavutika. Kwa hiyo pia na wao wameenda, labda nao akili zao zilikuwa zinalenga kupata pesa, kumbe walikuwa wanaitiwa jambo lingine. Kwa hiyo hii pia nayo akina mama wawe makini katika hilo. Yaani akina mama wawe makini katika hilo, na pia wakiona matukio kama yale wajaribu kuhusisha watu ambao wanauelewa wa dini ili wajue miko yao vipi. Kwa sababu mfano leo nataka kutoa, leo ukiangalia katika mitandao nadhani kulikuwa na kumbukumbu ya hayati Magufuli. Lakini kuna baadhi ya watu pia kumshambulia rais kwamba mbona watu wengi wamefika lakini mbona rais hatujamuona, bila kujua kwamba si katika Uislamu kuna mipaka pia katika kuyaendea mambo. Na ndio maana si katika Uislamu hata ikitokea madhishi mwanamke haruhusi kufika kaburini. Kwa hiyo pia watu wajue kwamba wanapokuwa wanayazungumza yale maneno yanakuwa ni chuki, wanaweza wakajengea chuki kwamba inawezekana mheshimiwa rais hakwenda kwa dharau fulani, lakini kumbe yeye kwa kijinsia kuna baadhi ya ibada haruhusi kuzifanya. Kwa hiyo mwanamke wa Kiislamu, hata leo ingekuwa ni kumbukumbu ya mzee Mwinyi, watu wanaenda makaburini, rais hawezi kwenda kule kwa sababu anajua imani yake inamzuia. Yapo baadhi ya matukio ambayo hana namna, itabidi ahudhurie kama vile kanisani, ni kiongozi wa nchi. Kwa hiyo lazima afike pale, lakini sheria kufika makaburini mwanamke ni haramu, na hii watu wafahamu hilo. Na haina maana kwamba mke wangu mimi asipoenda kumzika jirani yake kufika makaburini kwamba hampendi, sio kweli. Kwa sababu kile ibada ina mipaka yake. Kwa sababu ile kufika wanawake wa Kikristo kufika kwenda kuzika ni ibada upande wao. Lakini upande wa Uislamu hii ni haramu, hata akiwa Muislamu uruhusi kufika kaburini. Isipokuwa labda baada ya mazishi ya wanaume, wanawake wanaruhusiwa kufika tena kaburini, lakini waende wao kwa wao. Au kama ni mtu ambaye amekufa mtoto, kuna wale watoto ambao hawajafikia, labda ni mimba imeharibika, kuna sheria ambayo inaruhusu kama ni mtoto wa kike, wanawake wanaweza wakaruhusiwa kwenda kumzika kile kiumbe ambacho hakijatimia. Sheria pia zimeweka wazi. Kwa hiyo watu wasilaumu tu kwamba kwa nini Rais Samia hajafika kwenye kumbukizi ya marehemu Magufuli. Wajue kwamba Rais Samia ni rais, ni amiri jeshi wa taifa la Tanzania, lakini pia jinsia yake ni mwanamke. Kuna baadhi ya sheria zinamfunga, hawezi kufika makaburini kuhudhuria ibada. Kwa hiyo watu pia wajue, kwa sababu si kazi yetu ni kulingania, na mtu anaweza kaliongea hilo likapotosha na watu wakajenga chuki, kumbe ni namna mtu amefikisha kwa kutokuwa muelewa. Kwa hiyo ndio hatua kama hizo. Kwa pia hata hawa kina mama nao wao makini wanapokuwa wanaalikwa maeneo ambao hawajui, watafute wenye kujua, wafahamishwe ili wakienda wawe na tahadhari zote. Wakina mama wakafika muda wa iftari wakaletewa iftari, wanakuambia wamekula iftari lakini na nyama ambao hawaelewi. Tiani hilo mimi sina shaka sana. Mimi naamini kulingana na sisi wa Tanzania, mazingira tuliokulia na namna tunavyoishi, siamini kwamba hata mimi akiwa Mkristo amenikaribisha kwake kwamba anaweza akanipa nyama ya nguruwe wakati anajua kwangu mimi ni haramu. Yaani ungwana huo labda afanye makusudi tu, lakini wengi wanajua kwamba nikimuita Muislamu, kwa sababu hata sisi Waislamu kuna kipindi huwa tunaalikwa kwenye mikutano. Kuna mwaka mmoja tuliwahi kualikwa na mkutano wa Sabato Morogoro. Miongoni mwa watu walioenda nilienda mimi kutoka Dar es Salaam na mhadhiri mwenzangu ule Hamidu ambaye alikuwa msomaji. Tulialikwa kwenda Morogoro, wahadhiri wa Morogoro waliandaa mkutano lakini walishirikiana na Wasabato. Tulienda mwezi wa Ramadhani, lakini wale wa Sabato waliandaa chakula na miongoni mwa vyakula iftari zilikuwepo, lakini wao kwa kujua kwamba Waislamu ndio wanakuja, hata wapishi walichukuliwa Waislamu ndio wakapika chakula. Kwa hiyo tulifuturu kwa wakati mmoja. Lakini sio hilo tu, hata hapa Dar es Salaam tushai kufanya muhadhara mkubwa na Wasabato pale Ukonga. Mkubwa, sikumbuki kama na wewe ulikuwepo, lakini mkutano ulikuwa mkubwa, lakini pia chakula kiliandaliwa na wao walizingatia kwamba kwa Waislamu lazima tuandae watu ambao wataendana ili kwamba mtu asijitie shaka katika chakula. Sasa mimi na kwamba watakuwa wamelishwa nyamafu, mimi maana wanashaka wale. Nyama hawaelewi ya nini.
Shaka wanaweza akawa anayo. Wanawaambia ilikuwa tamu sio tamu, kama ilikuwa tamu yenyewe hiyo. Mimi siamini kwamba wanaweza wakalishwa nyamafu, kwa sababu kwa sisi wa Tanzania namna tulivyoishi kuamiliana Waislamu na sio Waislamu ni jambo ambalo liko wazi tu. Mimi Mkristo akinialika kwake, hata muda mwingine ndio maana sisi Wakristo wakitaka kuchinja huwa anatuita Waislamu, kwa sababu anajua akichinja Mkristo Muislamu hata kula. Kwa hiyo hii ni mazingira yetu, utamaduni wa Mtanzania. Haya yote tunayajua. Mimi nina uhakika wale wamekula nyama halali tu, wala sio shida. Ni shaka tu walioitia, lakini mimi sitii shaka yoyote, kwa sababu najua ndio utamaduni wa Tanzania. Sijui kwa nchi nyingine, lakini kwa kwetu Tanzania tunaamiliana hivyo, na ndio maana nishawahi kuzungumza kwamba Tanzania kutokea ugomvi baina ya Waislamu na Wakristo haliwezekani. Ni ngumu kwa sababu familia zetu zinakuwa zimeingia. Mfano mimi nazungumza, mama yangu asili yake hakuwa Muislamu, ni Mkristo. Amefanya kusilimishwa na baba yangu, na ndio maana mimi alivyoolewa nikazaliwa mimi nikiwa Muislamu, lakini mama asili yake si Muislamu. Na hata familia yake kuanzia bibi, babu, mjomba wote hakuna Muislamu, isipokuwa tu baba yangu aliwahi kumsilimisha mjomba wangu ambaye baada ya kutoka mama anakuja yule mjomba. Wajomba zangu wawili aliwahi kuwasilimisha. Lakini pia hata mimi nimemsilimisha kaka yangu, mtoto wa mama yangu mkubwa, ambaye hakuwa Muislamu, lakini mazingira yale ambao walikuta, kwa mfano mimi mama yangu si Mtanzania kwa asili. Ni Mtanzania ule Utanzania wa kuja kuhamia. Lakini si Mtanzania kwa asili. Kwa hiyo kipindi mama yangu mimi amezaliwa Uganda, lakini kipindi kile cha vita Idi Amin walihamia Kenya, maeneo ya Kisumu, sehemu moja inaitwa Port Victoria. Kwa hiyo kuna mwaka ambao mimi na baba yangu na mama tulikwenda kule na mdogo wangu mmoja wa kike. Tulivyofika kule, mazingira ambayo tumeyaona pale, sehemu ile tuliofikia hakuna Muislamu hata mmoja. Kwa hiyo ilivyofika siku ya Ijumaa, tulitaka sasa kwenda kuswali msikitini. Tukajaribu sasa kuwauliza wenyeji wetu, bwana tunahitaji kwenda kuswali msikitini, msikiti tunaopata wapi? Tukaambia bwana hapa mpaka mpande matatu, yani tatu ni kama madaladala haya, kwamba kuna umbali kidogo lakini msikiti uko huko. Ikabidi tutoke siku hiyo kwenda huko. Lakini tumefika kule, yule kaka yangu sasa huyu ambao nasema nimemsilimisha, ni baada ya kuona mapokezi tuliopokelewa pale na watu siku hiyo, imamu tuliyemkuta pale mwenyewe kwa historia yake anatuambia hakuwa Muislamu, ila alikuja tu kushawishika kuingia katika Uislamu na akafundishwa na dada mmoja ambaye alikuwa ni mwalimu wa madrasa. Alivyokuwa amefundishwa akawa mwalimu mzuri. Baadaye akauliza, kwani sheria inanizuia kukuoa wewe mwalimu wangu? Akaambia sheria haikufungi kwa sababu sio haramu yako. Akamuoa yule mwalimu wake wa madrasa. Kwa hiyo akawa imamu wa msikiti, lakini shehe wake ni mkewe. Kwa hiyo yule bwana alivyotupokea pale kama Waislamu, akaambia kuna Waislamu wageni kutoka Tanzania hapa. Mwanamke katika Uislamu anaruhusiwa kuwa mwalimu wa madrasa? Anaruhusiwa. Lakini kuwa shehe? Yaani ukisema shekhe kwa maana ya mwanaume, lakini sheikhatu ama ustadhat kwa imamu pia haruhusiwi mwanamke kuwa imamu. Isipokuwa imamu labda kuwaswalisha wanawake wenzie, ikiwa hakuna imamu. Wanawake wenzie anaruhusiwa kuwaswalisha na akawa imamu, lakini wakijipanga katika safu hakuna anayetangulia mbele. Wote wanakuwa wamesimama mstari mmoja. Ndio tofauti tu hapo. Mwanamke hawezi kuwa imamu. Kwa maana ya imamu kwa kuongoza watu, yani kuswalisha mpaka wanaume. Isipokuwa wakiwepo wanawake, yani wanawake wenyewe, basi mwanamke anaweza akawa imamu, lakini anaweza akawaswalisha wenzake, lakini kwenye kupanga safu hatangulii mbele, kwa sababu sisi imamu lazima awe mbele, yule maamuma anakuwa nyuma. Na ndio maana neno ile maamuma, watu wanajua maamuma ni mtu asiyejua, ndio akili zao. Lakini maamuma maana yake ni anayeongozwa. Imamu ni muongozaji, maamuma muongozwaji. Sasa watu wanalichukulia ile neno kwamba maamuma ni mtu asiyejua, sio maana yake hiyo. Kwa hiyo wanawake sasa hakuna maamuma, hakuna kwa maana ya kuongoza kukaa nyuma. Wote watakuwa wanaongozwa, wanakuwa maamuma, lakini wanakuwa wamepanga safu moja, hakuna aliyetangulia mbele. Kwa hiyo ndio tofauti hapa. Kwa hiyo akalimuoa mwalimu wake. Kwa hiyo akamuoa mwalimu wake wa madrasa. Kwa hiyo akawa anasoma kwa mkewe, lakini yeye ndio imamu wa msikiti, akawa ndio shekhe mkubwa pale. Kwa hiyo tulivyofika sisi pale, kusema ukweli alifarijika sana, kwa sababu tulienda mapema kidogo, kwa sababu sehemu ambayo huijui unaenda mapema. Tulienda saa 4 tukawa tumefika pale eneo ile sio poti. Baada ya kufika pale kuulizia, kwa tukaelekezwa nyumba ya imamu. Tulivyokutana naye tukajitambulisha, bwana imamu akasema, bwana mimi leo nitafanya sherehe, na tukaandaliwa chakula. Wenyewe wa Kenya wanapenda sana kunywa uji. Tukasema uji hatupendi. Tukaandaliwa chai ya maziwa, kule mikate na blue band, ndio vitu ambavyo vinatumika sana. Baada ya pale imamu alituchinjia jogoo
tukapikiwa supu, tukapiga supu safi kabisa. Yani imamu alifanya ni sherehe kuwakuta wageni Waislamu ambao wametoka nchi nyingine na haya yamekuja pale, na maeneo yale Waislamu ni wachache. Kwa hiyo tukapata faraja ambao sijawahi kuiona Tanzania tangu nimeanza kazi ya kuhubiri. Sijawahi kuona mapokezi kama yale tuliopokelewa maeneo yale. Sasa baada ya pale akachinja mbuzi kwamba wahusishe na Waislamu wengine watakao kuja msikitini. Kwa baada ya kunywa chai pale, mida ya msikiti tumerudi pale, akaenda kuwatangazia Waislamu, jamani, leo tuna wageni, lakini wageni hao ambao tumewapokea tutafanya tafrija kwa ajili ya ndugu zetu wageni. Kwa hiyo na nyinyi waumini, baada ya swala, baada ya mawaidha, kwa hiyo na tafrija nyumbani, lakini ile kwa sababu ya wageni. Kwa hiyo walialikwa na Waislamu waliokuja kuswali pale. Sasa yule ndugu yangu, mtoto wa kaka yangu, alikuwa anayaona yale, lakini kwa sababu msikitini hakuja, yeye akabaki tu nyumbani. Sasa alivyoona yale mapenzi ambayo tumepokelewa pale, yalimshawishi sana, akasema bwana, mimi mnaonaje na mimi niwe Muislamu? Tukamtamkisha shahada, akaingia katika Uislamu, na jina nikamuita Omari, lakini kwa jina la kule Kenya alikuwa anaitwa Agevi. Baba yake alikuwa anaitwa Shem, Agevi Shem. Kwa hiyo akawa anaitwa Omari Shem. Na hata niwahi kuja naye Tanzania. Tulikaa naye Tanzania, kwa bahati alipata kazi pia. Maeneo ya Pangani kule kulikuwa kuna mashamba yale ya estate zile za, kulikuwa na makampuni yale kule miaka ya nyuma na akaajiliwa. Kwa bahati alikuwa anaongea Kiingereza sana. Akaajiliwa pale kwa manager ambaye alikuwa ni mzungu, akamchukua yule akawa ni mfanyakazi wake pale. Kwa hiyo kwa sababu tu alikuwa anaongea sana Kiingereza vizuri, ndio akapata ajira pale, alikuwa amesoma. Lakini yule bwana baada ya hapo alivyorudi kwao alifariki, lakini alikufa akiwa Muislamu. Lakini nini ambacho kimesababisha ingie katika Uislamu? Namna alivyoona mapenzi, mbona watu wanapendana hivi? Na mimi hiyo ni mara ya pili kwa nchi ya Kenya. Mara nyingine wakati tunarudi kutoka Kenya kurudi Tanzania, Nairobi tulipanda treni kupitia Voi kuja Taveta Tanzania. Kwa hiyo wakati tunafika Nairobi, tulivyochukua treni pale, tunaondoka ile treni tulivyofika sehemu moja inaitwa Voi, ikawa imenyesha mvua. Baada ya kunyesha mvua kubwa, reli ikawa imeng'olewa na maji ikawa inaning'inia. Kwa hiyo ikabidi usafiri usitishe pale. Tukakaa siku 14. Wakati tukiwa station pale, niliona kundi la watu wamevaa kanzu wanapiga dufu. Mimi nikajua Waislamu, nikataka sasa niende kuwauliza nijue kuna msikiti eneo hilo, sababu tulikuwa tunaswalia pale station. Hapo nilikuwa na baba yangu, mama na mdogo wangu mmoja ambaye alikuwa ni mdogo kipindi hicho ananyonya, lakini sasa hivi ni mkubwa naye na watoto wakubwa. Kwa hiyo nilivyowaona wale nikawakimbilia. Kuja kufika kuangalia mbele nikakuta wana misalaba hapa. Yaani ile kuna kikola hapa kina msalaba, tena rangi kama hii ya zambarau. Kile kikola kina rangi ya zambarau. Ndio ukagundua sio Waislamu. Nikarudi. Sasa wanapiga dufu tena. Wanapiga dufu Sasa kumbe kuna dhehebu fulani nao wanapiga dufu kule, lakini ni Wakristo. Na sasa nilivorudi nikamwambia baba, wale sio Waislamu. Kwa hiyo tujaribu tukauliza watu tu wale waliopo pale station, railway pale. Kaambia kwani eneo hili hamna msikiti? Wakaniambia mbona msikiti uko nyuma station? Mkizunguka nyuma tu ya station huko msikiti upo, mtakuta Waislamu. Tukaenda mimi na baba yangu, ilikuwa sasa saa 10 hiyo. Wafika kule tukakuta msikiti, tukaswali, tukakuta kuna mwalimu anafundisha, kumbe ndio imamu. Alivyomaliza kufundisha tukajitambulisha. Yule imamu watu hivyojitambulisha kwake, kwanza alifurahi sana. Akatuambia sasa, kwa nini mmekaa hapa zaidi ya siku 10? Mmekaa mnapata shida, mnalala station, mnang'atwa na mbu. Kwa nini msike kuja hapa tukawapa nyumba ukahifadhi na hata kula chakula mkaoga nini bila mashaka? Nasema sikuwa tu hatujui. Sasa imamu akatuambia sasa hapa inabidi niwatangazie Waislamu wajue. Baada ya swala magharibi ikabidi asimame akawatangazia Waislamu kwamba jamani, tuna wageni ndugu zetu kutoka Tanzania wamekuja hapa, wameharibikiwa usafiri. Kwa hiyo wameshafika hapa, kwa hiyo ndio wamejitambulisha leo. Kwa hiyo tunaomba Waislamu kila mmoja aseme kwa hao wageni atatoa nini. Bwana wakawa wanatugombea. Kuna Muislamu mmoja akasimama akasema mimi nitatoa chakula mpaka watakapoondoka mji huu. Kuna mmoja akasema mimi nitatoa nyumba yangu, mimi na mke wangu nitaenda kulala hata hotelini, lakini nyumba yangu wakae hawa walale, ambao hii nyumba iko jirani na station. Lakini mwingine akasema mimi nitatoa maji, mwingine akasema nitatoa hivi, wengine wakasema tunatoa pesa. Wakati wanachanga pesa, imamu akasema pesa nitatoa mimi imamu. Akatoa shilingi 20. Ilikuwa ni kubwa. Hii mwaka 1988 ilikuwa ni hela kubwa. Akatoa shilingi 20, ilikuwa ni hela ndefu sana kwa hela za Kenya. Kwa hiyo yeye akatoa akasema hapana, kuwachangia wote kuchanga kama kuwadhalilisha. Mimi hiyo hela nitatoa mimi imamu. Kwa hiyo wao waliofanikiwa kutoa sadaka yao ya vyakula. Sasa
baada ya pale tuliishi kifalme, isipokuwa tulichokataa ni kulala kwenye ile nyumba. Tukasema inaweza ikawa treni, tumeambia muda wote inaweza ikaondoka. Sasa tunaweza kama tumelala tukajisahau, treni ikapita, itakuwa shida. Ndio wakaturuhusu, lakini yule mtu aliyetoa nyumba alilia sana, akasema yani mimi nilichotoa mimi ndio kimeshindikana. Kwa hiyo kuonyesha kwamba wenzetu wana mapenzi ya dini. Kwa hiyo hakuna kule kudharauliana, lakini kulingana na mazingira haya tuliyoyakuta. Kwa hiyo pia mazingira nayo yanachangia watu kujua kwamba mfano sasa mimi kama nilivyo kauli yangu ya mwanzo kwamba hatuwezi kupata vita vya Waislamu na Wakristo Tanzania kwa sababu familia zetu zimeingiliana. Familia mimi na mama yangu wote Wakristo. Sasa mimi naweza nikaja nikapigana na familia ya mama yangu? Haiwezekani. Na sio mimi tu, ni familia nyingi ziko hivyo. Kwa hiyo kwa nchi ya Tanzania kupigana Waislamu na Wakristo haliwezekani. Kwa hiyo tuna tofauti. Na mfano kuna video yangu moja nilitupia mtandaoni. Kuna mwanangu mmoja ni mchungaji. Ukisearch kwenye Facebook utakuta anaitwa Nabii Israeli. Yule ni mwanangu, mtoto wa kaka yangu Lakini yule ni mchungaji. Yuko Tanzania baba? Yuko hapa Tanzania na baba yake pia ni mtumishi wa kanisa. Na alikuwa ni mstaafu wa jeshi wale walienda kupambana Uganda wale. Baba yake anaitwa Dismas Mshihiri. Ni kiongozi wa dini. Lakini kaka yangu mkubwa ambaye hata katika familia tunaowategemea kama kuna mambo yamejitokeza nyumbani, kaka wakubwa tunaowategemea miongoni mwao ni huyo. Sasa inawezekana vipi tupigane vita ya Waislamu na Wakristo aliyakuwa sisi familia zetu zimeingiliana? Kwa hiyo nao kaka zangu wengi ambao wako nje ya Uislamu. Kwa hiyo pia mazingira haya yanatuonyesha kwamba hatuwezi kupigana vita ya mfumo huo kwa sababu familia zetu zinaingiliana. Kwa yule mwanangu aliniuliza swali, nikamjibu. Na akafurahi ile swali ambalo ameniuliza, maana aliniuliza kwamba inasemekana kwamba Ramadhani yani Qur'ani imeshuka mwezi wa Ramadhani. Alafu Qur'ani hiyo inatangaza kwamba mfunge Ramadhani. Sasa inakuwaje kati ya Ramadhani mwezi na Qur'ani nini kilitangulia? Hivyo mjibu kwamba Ramadhani imetangulia kabla ya Qur'ani kwa sababu katika miezi 12 maana yake Ramadhani ni umo katika hiyo miezi 12 kwa sababu kalenda ina miezi 12, mwezi wa 9 ndio mwezi wa Ramadhani. Na nikamnukulia hata ndani ya Bible kusoma katika kitabu cha Yeremia sura ya 36 aya ya 9 kwamba katika mwaka wa 5 wa Yehoyakimu mfalme wa Yuda mwana wa Yosia akapiga mbiu ya kufunga, wakatoka Waisraeli wote hata wageni wakafunga mbele za Bwana. Kwa hiyo nikamwambia Biblia imesema mwezi wa 9 kwa maana mwezi wa 9. Kwa hiyo mwezi wa 9 si katika kalenda ya Kiislamu mwezi wa 9 ndio Ramadhani. Kwa hiyo ni mwezi huo na zamani huko watu walikuwa wanafunga. Na ndio maana hata sisi kuamrishwa kufunga kwenye Qur'an tumeambiwa Mwenyezi Mungu ameanza kwa kusema baada ya billahi minashaitani rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, kwamba mmefaradhishiwa kufunga kama walivyofaradhishiwa waliokuwa kabla yenu ili mpate kuwa wacha Mungu. Sasa waliokuwa kabla yetu ushahidi unaonyesha kwamba nyuma huko nao mwezi wa 9 walikuwa wakifunga. Kwa hiyo hii nikamjibu na akawa amenielewa. Lakini utaona kwamba katika familia yangu mimi shekhe mtu wa dawa, lakini katika familia yangu hapa sio kwa Waislamu. Na tena wapo wachungaji kabisa. Na hivi ninavyozungumza pia na dada yangu mkubwa alifariki na tumeandaa dua, lakini ile dua tuliandaa ilikuwa ni tarehe 29. Kwa maana kwa wale ambao tunakubali kwamba kufanya dua siku ya 40 ilikuwa ni tarehe 29 mwezi huo wa 3. Lakini katika familia tuna watu tofauti. Wapo na Wakristo kama hao kaka zangu. Kwa tukaona pia nao wamalize kwanza ile kwa lazima, tukapanga tarehe 7 tufanye ambayo inazisi itakuwa Karume Day kama sijakosea. Kwa hiyo tumevusha hapo kwa sababu kwenye familia tuko makundi mawili. Ili sasa ile dua iweze kufanyika watu wote wahudhurie, maana watu wote tu tunakula mchana. Kwa hiyo ndio maana umeona, ndio maana nasema katika familia zetu hatuwezi kupambana Waislamu na Wakristo kwa sababu familia zetu zinaingiliana. Haya yanaweza kufanyika kwa nchi nyingine, labda Somalia huko wapi, lakini kwa kwetu haiwezekani. Kwa hiyo watu pia waelewe namna ya kuamiliana baina ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Kwa hiyo nikisisitizia hoja yangu kuhusu mfano mazishi, mwanamke haruhusiwi kwenda kaburini. Mazishi haruhusiwi kwenda kaburini. Hata kama utakuwa wewe mtu unapendana naye vipi, lakini sheria inakuzuia. Na kutokwenda si kwa maana umempuuza, ila ni kwamba mipaka ya dini nayo ina sehemu zake. Kwa hiyo hata Wakristo tunapowaalika nao baadhi ya mambo hawawezi kushiriki kijamii kama yatakuwa yanagonga imani yao, hawawezi kushiriki, lakini yale ambayo hayaumizi imani zao basi hao wanaweza wakashiriki na tukafanya katika jamii moja. Na ndio maana mazishi ya Waislamu Wakristo wanahudhuria, mazishi ya Wakristo Waislamu wanahudhuria, maadamu tu kwamba hayavunji sheria zetu.
Kwa hiyo pia Uislamu umeangalia kwa namna gani na mazingira geography ambayo inaruhusu mazingira yale yakoje. Kwa hiyo pia kuna utaratibu huo. Kwa hiyo Uislamu ni dini ambayo imeenea duniani. Moja kati ya jambo ambalo pia limepata nafasi ya kuzungumzwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni watu walivyokuwa wanapokea mialiko ya kwenda kufuturu. Tumeona maneno mengi yamezungumzwa, wengine wanakuambia kwamba wewe mtu una pesa alafu unaenda kualika matajiri wenzako, ni pesa wenzako ndio kufuturu. Mashehe wengine mbona wakizungumza kwamba wanakuambia hii haiswihi, unatakiwa wewe una pesa una uwezo unaenda kafuturishe watu ambao hawana uwezo, mayatima, wapo wajane, wazee, nenda kafuturishe huko. Kisa unaalika watu kwenye ukumbi mkubwa ama hoteli kubwa ambayo maskini hawezi kuingia, Serena hoteli kama hivyo au manini huko hawezi kuingia. Wanakuambia hii haiswihi, ni kama mtu na show off. Kwanza pia ni uelewa pia, kwa sababu kilichokusudiwa, kwa sababu hadithi ya Mtume SAW imezungumza na iko wazi. Inawezekana watu wameielewa tofauti, kwa sababu hadithi inasema man fattara swaiman. Man fattara swaiman. Kwanza hili neno hapa, hata bila kuendelea mbele, unaposikia swaiman, hii katika lugha ni inaonyesha kwamba ni mfungaji yoyote. Unaona, kwa sababu imekuja kwa kilugha, ni kuna kitu kinaitwa nakra. Kwa hiyo swaima hapa ni mfungaji yoyote. Kwa hiyo kwa maana ya kumfunguza, maana yake mfano hata watu pia wanakosa thawabu kwa kutokuelewa. Kwa mfano leo inawezekana ndugu yangu wewe unayenihoji, mwandishi wa habari, umeandaa futari yako nyumbani na umenialika. Haijalishi mimi futari nayo sina. Kwa hiyo mimi nikija kwako, mfano kama nitakuwa tumeanzia msikitini, akaja mtu ambaye labda ameleta naye maji msikitini kwa ajili ya kuwafutulisha watu, ndio kiwe cha kwanza, labda amenunua tende hata angalau kwa moja na funda ya maji, yule ambaye atakuwa ameletea maji na tende, thawabu zote nazibeba. Acha wewe ulioandaa chakula chako nyumbani. Kwa sababu kilichokusudiwa man fattara swaiman, mwenye kumfunguza, yani breaking the fast, ni kile kufungua cha kwanza, ndio kilichokusudiwa. Kwa hiyo hata akiwa nimemkuta Bahalesa msikitini na utajiri wake, nikaja na maji yangu na tende, katika kugawa pale sitamwacha Bahalesa kwa sababu ana pesa. Kwa sababu kilichokusudiwa ni mfungaji, na kile kikatwa saumu kile ndio kilichokusudiwa, ndio thawabu nyingi unazipata pale. Kwa hiyo nikimkuta Bahalesa pale nikimpa tende kwa moja na maji ya kinywa, thawabu unazipata pamoja na utajiri wake. Sasa watu wanashindwa kutenganisha. Kwa hiyo kule kwenda nyumbani vile ni vyakula umeenda kuwalisha, lakini watu washafuturu msikitini. Kwa hiyo ndio maana vizuri zaidi kama umepanga kuwafutulisha watu na umewaandalia labda sehemu ya kuswali labda ipo au msikiti uko mbali au uko jirani, basi ni bora vile vitu vya kuanzia kukata saumu wapelekee kule kule, wakija huko wanakuja kula tu. Kwa hiyo watu wanashindwa kuelewa. Kwa hiyo hadithi inakusudia yani kumfunguza mtu aliyefunga, haikubagua kwamba ni tajiri, haijalishi. Hadithi imesema hivyo, na ndio maana ikaja kwa nakra, kwa maana ni mfungaji yoyote. Swaiman ni mfungaji yoyote. Kama ingekuwa imekuja kwa kuonyesha kwamba ni mfungaji maalum, basi ingekuwa ni kosa kuwafutulisha watu. Lakini wanakuambia kwamba matajiri wana uwezo, maskini hawana hizo futari muda mwingine. Kwani Mtume SAW alivyosema mwenye kumfunguza yeye alikuwa hajui kama matajiri wapo? Swali alikuwa anajua matajiri. Kwa nini asiweke kwamba mwenye kumfunguza maskini? Hadithi imekuja kwa aliyefunga, na ndio maana ikija msikitini pale, kwa mfano wewe umekuja kuswali, hujabeba chochote, huna maji, huna tende, huna chochote cha kufunguza, mimi nimeleta pale, ina maana sipate thawabu kwa sababu wewe pesa unazo nyumbani? Hakijakusudiwa hicho. Watu wanashindwa kuelewa hadithi imekusudia nini. Kwa hiyo kilichokusudiwa hapo kufunguza. Ila kuhusu kulisha, kumlisha maskini bora zaidi, fukara ni bora zaidi. Naona hao ni watu muhimu zaidi kuliko yeyote. Lakini swala la kumfutulisha mtu aliyefunga, kwa maana kwa kipindi hicho ambacho atakuwa anakata saumu, thawabu unazipata, hijalishi ni tajiri, ni Bahalesa, ni nani, vyovyote itakavyokuwa, thawabu unapata. Ila watu hii hadithi hawajaifanyia kazi vizuri.